Ndugu watumishi wa Mungu, jina langu ni Emmanuel Cheyo. Naamini kwa utambulisho niweke kituo hapo. Lakini siku ya leo Mungu ametupa somo ambalo natamani tujifunze kidogo, lenye kichwa kinachosema misingi ya toba. Misingi ya toba. Lakini kwa sababu muda wetu pia umeendelea, ninaomba kwamba kwa leo tujifunze kuhusu toba. Toba pamoja na vitu kadhaa ambavyo Mungu ataviachilia tuweze kujifunza. Na tutaanza na kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili. Mathayo mtakatifu sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa pili, maandiko yamehifadhiwa hivi: siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Natamani uondoke na neno tubuni, alafu mbele nakwambia ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwenye akili ya kawaida ni kwamba pana uhusiano kati ya kutubu na ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuangalie Marko sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Marko sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Maandiko yamehifadhiwa hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Hizo ni sehemu mbili ambazo zinasisitiza kwamba nyakati tulizo nazo, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia, tunapaswa kutubu. Lakini sehemu ya kwanza ulikuwa ni ujumbe ambao alipewa Yohana Mbatizaji, ambaye alitangulia mbele ya Yesu kwa ajili ya kutengeneza njia. Ujumbe aliopewa kutoka mbinguni ni kwamba kawaambie wanadamu walioko duniani kwamba watubu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anakuja duniani, amebeba ujumbe ule ule ambao Yohana Mbatizaji alikuwa nao. Na mwenyewe anapoanza kuhubiri, amesikia kwamba Yohana tayari yupo gerezani. Yeye anapoanza kuhubiri, neno lake ni lile lile, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Lakini haikuishia hapo tu, ikaendelea. Bwana Yesu anapokaribia kuondoka, anaachilia maagizo kwa mitume, lakini na kwa wanafunzi wote ambao wamelipokea neno la Mungu. Kwenye Luka 24 tumesoma 44 hadi 49, mimi nitasoma mstari wa 47 tu, ambapo imeandikwa, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Anaachilia ujumbe kwamba ni kweli baada ya siku 3 itatokea mambo haya na haya, mimi nitatoka, lakini baada ya mimi kufufuka na kuondoka kwenda kwa Baba, habari za toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa kuanzia Yerusalemu kwenda kwa mataifa. Kwa hiyo toba imeanza tena Yerusalemu kwenda kwa mataifa. Yohana alibeba huo ujumbe, Yesu akaubeba huo ujumbe, lakini hata mitume ujumbe wao mkuu ilikuwa ni kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Natamani tupite kidogo kwenye maana ya toba. Maana ya toba. Nikajaribu kuangalia kwenye kamusi mojawapo ya lugha ya Kiswahili. Nilikuwa naangalia kwenye kitendo ambacho ni tubu. Tubuni, tubu. Kamusi ya Kiswahili inatuambia maana yake ni omba msamaha kwa Mungu akusamehe makosa au maovu. Omba msamaha kwa Mungu akusamehe makosa au maovu. Tunapoingia kwenye hiki kipengele, kwenye kuelekezana hapa, ninaomba kwenye fikra zako usimwangalie jirani, jiangalie wewe. Ni kama vile umejifungia kaboksi hapo hapo ulipo, lakini kwenye yako kaboksi utakuwa unafanya tathmini ya wewe mwenyewe. Huwa unaombaje toba mbele za uso wa Mungu? Huwa unatubu kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Shabaha tumeshapewa. Kwa nini tusisitizwe kwa habari ya toba? Yesu anakuja. Na mtumishi wa Mungu Tuzo amekazia vizuri kabisa, akasema utaulizwa tiketi. Tiketi ya pale ni utakatifu. Ni utakatifu. Na huo utakatifu tunaupata hapa kwenye toba ya kweli. Toba ambayo inakubalika mbele za uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuishia tu kwenye kamusi ya Kiswahili niliyoiangalia, nikaangalia pia ya Kiingereza.
kwenye swala repent yenyewe inatuelezea nini. Nikaona kwamba imeambia kwamba repent, it means to feel pain. To feel pain, sorrow or regret for what one has done. To feel pain, sorrow or regret for what one has done. For what one has done. Sasa kwenye kuangalia tu kuna vitu hapo nikaanza kuvipata kidogo kidogo. Kumbe kwenye kutubu hapa tunaambiwa inabeba kitu fulani kinaitwa to feel pain. To feel pain. Kumbe swala toba limebeba pia kwamba ndiyo naitambua dhambi yangu ni hii. Lakini baada ya kuitambua dhambi yangu hii ambayo naifahamu, kwa mfano uzinzi, kwa mfano rushwa, mfano mchawi, kwa mfano uzinzi na dhambi zingine, baada ya kuitambua, unaposogea mbele za uso wa Mungu kwa ajili ya kuomba toba na rehema, hii kamsi natuambia kwamba kuna kitu kinaitwa pain. Kinaitwa pain. Lakini kwa tafsiri nikasema uombapo toba lazima ndani yako uone uchungu. Uone uchungu kwa maana ya kujutia ile dhambi ambayo umeifanya. Uone uchungu ama kujutia ile dhambi ambayo umeifanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona Yoeli sura ya 2:12 hadi 13. Yoeli sura ya 2:12 hadi 13 inasisitiza ikisema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomba. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, naye hugairi mabaya. Hapa anasema rarueni mioyo. Rarueni mioyo ni kiwango ambacho mtu ametambua dhambi yake, anaposogea mbele za uso wa Mungu anaumia. Zamani walipewa kulalua mavazi, nguo. Mtu anayelalua nguo maana yake kuna kitu kimemuuzi ndani. Kwa anararua vazi kwa maana kuonyesha kwamba ameumia. Lakini hapa unasema tulalue mioyo yetu. Mioyo yetu. Mioyo yetu unaposogea mbele za uso wa Mungu. Lakini mkazo mwingine ambao tunaopata upo kwenye Yeremia 4:8 ambaye anasema, kwa sababu hiyo jifungeni nguo za magunia, ombolezeni na kulia kwa uchungu. Ombolezeni na kulia kwa uchungu, kwa maana hasira kali ya Bwana haikugeuka na kutuacha. Kwa sababu hiyo jifungeni nguo za magunia, ombolezeni na kulia kwa uchungu. Ombolezeni na kulia kwa uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unaomboleza? Kwa nini unalia? Ni kwa sababu unapotenda dhambi, matokeo yake mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa unapotenda dhambi maana yake unaikaribia ama unaingia kwenye kipengele cha mauti. Lakini sivyo tu, unapotenda dhambi ni kwamba uso wa Mungu unakuwa mbali na wewe. Mungu anakaa mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini uugue? Ni kwa sababu unatengana na uso wa Mungu. Ukiwa mbali na uso wa Mungu maana yake utakuwa mbali na zile huduma ambazo Mungu anazitoa. Amani haitakuwepo, uzima hautakuwa nao, na hatimaye utaingia jehanamu. Kwa lazima ujute ndani ya moyo wako kwamba kwa nini mimi nimetenda uzinzi huu? Kwa nini nimefanya uasherati huu? Moyoni mwako uumie, ulie mbele za uso wa Mungu. Hapa najaribu kutoa tu mifano kadhaa ya wenzetu ambao namna walikuwa wanasogea mbele za uso wa Mungu. Wanaambia wasogee mbele za uso wa Mungu kwa kulia, alafu walie kwa uchungu, wakiomboleza, wakijuta kwa habari ya ile dhambi ambayo wameifanya, ambayo inaweka mbali na uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nikaona pia toba haijabebwa tu na hicho kitu. Haleluya. Kwenye kuomba toba haikijabebwa tu na hicho kitu. Ndani ya toba lazima pia ubebe unyenyekevu. Sijavipangilia vipengele kulingana na kwamba kipi kinaanza, lakini ninachoelezea ni kwamba toba yako hakikisha kwamba ina hivyo vitu, ina hivyo viungo, ina hivyo vikolezo. Unaposogea mbele za uso wa Mungu ndio umekiri, unatambua dhambi yako ni hii. Ni kweli kabisa kwamba unasogea mbele za uso wa Mungu kwa kulia, lakini pia unaposogea mbele za uso wa Mungu kuomba toba, jitahidi sana kunyenyekea.
jitahidi sana kunyenyekea. Kwenye Yeremia sura ya 6:26 inatuambia, binti wa watu, ujivike nguo ya magunia na kugaagaa katika majivu. Fanya maombolezo kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, maombolezo ya uchungu mwingi, maana mwenye kuteka nyara atakuja juu yetu ghafla. Kwenye Yeremia anajaribu kueleza ni namna gani mtu asogee mbele za uso wa Mungu aweze kuomba toba na rehema. Anamwambia huyo binti kwamba ajivike nguo ya magunia. Inaashiria unyenyekevu, kwamba anasogea mbele za uso wa Mungu, ametenda dhambi lakini ananyenyekea kwa maana Mungu ni mtakatifu. Lakini pamoja na kuvaa nguo ya magunia ambayo inaashiria unyenyekevu, anaambiwa ya kwamba afanye toba ya kugaagaa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa tungesema ni kuviringika, ukienda kule na kurudi huku ukijutia dhambi yako, ukimwambia Bwana nisamehe kwa kosa hili ambalo nimelifanya, Bwana ni rehemu, nimetenda hiki na hiki ambacho hakipaswi, ni kinyume na mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu binti anaambiwa sio tu kwamba agaegae, afanye maombolezo kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, maombolezo ya uchungu mwingi, maana mwenye kuteka nyara yupo karibu na atawajia kwa ghafla. Sisi kwa sasa hatuangalii mwenye kuteka nyara, tunamwangalia Yesu Kristo. Yesu yuko njiani, Yesu anakuja kuchukua kanisa. Je, hiyo tiketi unayo? Kwa hiyo unapoomba tiketi kwa maana ya kutubu, tunapaswa kubeba haya mambo ambayo Yeremia anayaachilia akimsisitiza huyu binti. Lakini huu msisitizo ukae ndani yako unaposogea mbele za uso wa Mungu. Usiende kwa toba ya kupalaza, usiende kwa toba ya kupalaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko toba ya kupalaza ambayo unafika tu mbele za uso wa Mungu kulingana na mazoea ulionayo. Baba naomba unisamehe, umeshapita, imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini hapa anatuongezea kitu cha ziada, kwamba ni namna gani usogee mbele za uso wa Mungu ukilia, ukiomboleza, tena kwa uchungu ndani ya moyo wako. Lakini si hivyo tu, nyakati anajaribu kutusisitiza tena. Nyakati sura ya 2:7-14 tumelizoea hilo neno. Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Nyakati wa pili 7:14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Watajinyenyekesha, jambo la kwanza. Anasema tena waombe na wanitafute uso na tena waziache njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni. Nilichotamani ukipate ni kwamba unapaswa kubeba unyenyekevu unapoenda kuomba toba na rehema. Lakini si hivyo tu, na kukumbusha, unapaswa ndani yako uone uchungu, ujutie ile dhambi ambayo umeifanya. Haleluya. Lakini sio hivyo tu, toba ya kweli huambatana na badiliko, yaani kugeuka na kuiacha dhambi. Ndio umelia, umegaagaa mbele za uso wa Mungu, kwenye moyo wako, kwenye fikra zako, kwenye mtazamo wako, lazima uwe na mtazamo na lazima ukubali kuachana na dhambi ambayo uliifanya. Bila kugeuka ama kuiacha ile dhambi, basi toba yako itakuwa ni bure. Labda nitoe tu mfano, nichukulie una rafiki yako ambaye ndio mnafahamiana vizuri, lakini mmekutana kwenye swala la makosa tu. Leo amekufanyia kosa, kwa mfano amekupiga ngumi, alafu akakwambia kaka Tuzo nisamehe tu, nisamehe. Ukasema ni bahati mbaya, ukamwacha. Kesho akaja na jambo jingine, unatembea akakupiga ngwala, alafu anakuja kwako anakuambia ndugu yangu nisamehe, yani nisamehe, unajua wewe ni mpole, ni mzuri, nisamehe. Anaondoka. Kesho kutwa unapita, alafu akakupiga mshale kwenye mguu, anakuambia bwana nisamehe tu, nisamehe. Alafu kesho na kesho kutwa anakuja na jambo jingine, ametengeneza kitu kingine yamkini kwa ndugu zako wa karibu, anakuambia nisamehe. Sijui kwenye hali ya kibinadamu kama huyo mtu unaweza kumsamehe kiurahisi. Sijui.
Kama ni wewe leo amefanya kesho, lakini anavyokuja amebeba tu sura, yani hajutii kile alichokifanya, anaona ni kawaida kwanza. Ndio maana anakusifia. Sometimes anavyokuja kuomba msamaha anacheka, alafu kana kuangalia usoni, nisamehe Bwana, nisamehe. Najaribu kutoa tu mfano namna gani muda mwingine huwa tunaomba msamaha mbele za uso wa Mungu. Unavyoenda kwa mazoea, yani leo umezini, unasogea mbele za uso wa Mungu, Baba wewe ni mwenye rehema, kwa hiyo ni rehemu. Umeshaondoka. Kesho umeiba fedha za watu, umekula rushwa, utakuja tena Jumapili, Baba wewe ni mwingi wa rehema, naomba tu nisamehe. Kesho kutwa tena unaingia kwenye mtaa mwingine, unafanya tukio jingine, Baba wewe ni mwingi wa rehema, ni rehemu. Ni mazoea mbele za uso wa Mungu. Najaribu kutoa tu mfano, lakini yamkini ndio imekuwa ni tabia yetu wa Kristo. Ndani yetu hatujabeba toba ambayo ina badiliko la kutugeuza kutoka kwenye dhambi kuingia kwenye utakatifu. Toba ya kweli imebeba mabadiliko. Unapojuta, unapotubu, lazima ugeuke kutoka kwenye ile njia ambayo ulikuwa umeielekea. Kwa mfano, ulikuwa unaenda kwenye dhambi huku, unapotubu manake unageuka kuelekea upande ambako Mungu yupo, kwenye msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama toba ya kweli imebeba badiliko la ndani, mimi wanajiuliza, Wakristo tuna shida gani sisi? Tangu nimeokoka, tangu umeokoka, tangu umeitwa Mkristo, kuna mabadiliko gani ndani yako ambayo watu wa nje wakikutazama watajifunza? Hebu angalia watumishi wa Mungu. Petro amekaa na Yesu yamkini kwa miaka 3 tu, lakini anapotembea wanasema, Petro, tazama hata kuongea kwako unafanana na Yesu, hata kutembea kwako unafanana na Yesu. Hawa ndani yao kulikuwa na badiliko. Je, ndani yako wewe kuna badiliko gani katika toba unayoifanya? Kama ni uzinzi uko pale pale, kama ni ulevi uko pale pale, mazoea ya ibada yako pale pale, unaenda mbingu gani? Na ni aina gani ya toba ambayo umeibeba ndani ya moyo wako? Yesu leo anatusisitiza ya kwamba tugeuke, tubadilike. Tunaposogea mbele za uso wake, tusiende kwa mizaa, tusiende kwa mazoea. Mbingu si kitu chepesi, kitu rahisi. Biblia inatuambia ufalme wa mbinguni utatekwa na wenye nguvu. Sio nguvu za kutenda dhambi, sio nguvu za kuingia kwenye uovu, nguvu za kutafuta uso wa Mungu, nguvu za kukaa katika imani, nguvu za kuhubiri neno la Mungu, nguvu za kutimiza mapenzi ya Bwana, na sio katika uovu. Toba ya kweli imebeba badiliko la ndani, kugeuka. Nasisitiza kwenye moyo wako, unapoomba toba na rehema, hakikisha unaziacha hizo njia zako mbaya. Nihakikisha ninapotubu naziacha njia zangu mbaya, kwa sababu bila hivyo itakuwa ni bure kabisa. Itakuwa ni bure. Basi katika neno hili Matendo sura ya 3:19, Biblia inatuambia kwamba tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Ninachotamani kione hapo ni kwamba tubuni basi mrejee. Maana yake unapoambiwa urejee ulipoasi, ulipotenda dhambi, ulipotoka, unapoambiwa tubu, maana yake urejee, usiache zile njia mbaya, ukae na Yesu. Kanisa la Bwana, natamani ujipigie tu tathmini kwenye Ukristo wako. Una tofauti gani na mtu wa nje ambaye hajamwamini Yesu? Yamkini wengine tunapata tofauti yao ni kwamba huyu Jumapili anakuja ibadani na huyu Jumapili hajaji ibadani. Matendo mengine the same. Mavazi ya utupu ya ovyo, kwa Mkristo unashangaa amevaa anatembea nayo tu. Badiliko liko wapi? Kama Yesu naye mwendea kwenye Ufunuo tunaambiwa amevaa vazi refu limefika mpaka miguuni. Sasa wewe ambaye ni Mkristo ikoje? Unaonyesha picha gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu wako vazi refu mpaka miguuni, wewe la kwako yamkini lipo juu ya magoti huku juu. Najaribu tu kueleza pana tofauti gani, kuna badiliko gani ambalo limeingia ndani yako, ikiwa kabla hujaamini ulikuwa unavaa mavazi ambayo hata wanaoenda kuzimu wanayavaa.
Sasa umeingia kwenye wokovu, bado unayavaa yale yale. Kuna badiliko gani? Badiliko sio kwenye kugeuka, lakini pia hata katika muonekano. Vazi lako unalolivaa linaonyesha maadili ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Badiliko ambalo Mungu anaitafuta ndani yetu. Mwenzetu Paulo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9, alipomwamini Yesu, mwanzo alikuwa ni mtu ambaye anavuruga watu ambao wanaenda mbinguni, anaua, na tayari ana kibali cha kwenda kuangamiza. Toba ilipokutana naye njiani, aligeuka, badala ya kuua akaanza kuhubiri habari njema. Baada ya kulisambaratisha kanisa, akaanza kulikusanya. Wewe umeshika toba ipi ambayo haina kugeuka ndani yake? Tunavutwa katika Kristo ya kwamba tuwe na mabadiliko ndani yetu. Uchambue vizuri Ukristo wako, isije ikawa bure. Unakuja ibadani kila siku Jumapili, kumbe unawasindikiza watu. Ni hasara kubwa sana. Unakuja hapa unatoa na sadaka, kumbe unawasindikiza wenzako. Tuache ibada za mazoea, tumrudie Mungu wetu. Mungu anapotuita katika toba, hamaanishi kwamba ana vita na sisi wala ana ugomvi na sisi. Hapana. Anajua ni tiketi ya kuingia mbinguni. Asipokuambia ujitakase, basi siku ya mwisho amekukosa. Na ni kwa sababu anakupenda na ananipenda, ndio ananiambia nitubu, ili siku ya mwisho nikakae naye milele. Ni neno la upendo la kutuvuta turudi kwenye toba. Nimalizie tu kwa kusema toba ni tukio la imani. Unapoomba toba na rehema, ndani yako uwe na imani kwamba ninayeomba ama ninayemuomba sio binadamu, ninamuomba Mungu aliye hai. Na unapokuwa unafanya mchakato, unapoomba toba ya kweli, toba ambayo imebeba hivyo baadhi ya vitu ambavyo nimevitaja, kuna damu ya Yesu ambayo ina nguvu, damu yenye thamani ambayo inashuka ndani yako na kuufuta ule uovu na ule uchafu. Ndiyo maana Biblia inatuambia dhambi zenu japokuwa nyekundu kama bendera, atasafisha, zitakuwa kama sufu, kama seluji. Akisema kama sufu, sio kama sufu unayofahamu, ila anajaribu kulinganisha vitu vya hapa duniani. Maana kutakuwa na mng'ao ambao ni zaidi ya sufi, ni zaidi ya seluji. Maana yake damu hiyo inakusafisha, inakutakasa, inaondoa uchafu kabisa ndani yako. Na si mwingine ambaye huwa anatoa msamaha. Anayetoa msamaha ni Yesu Kristo. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5c. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5c. Anasema yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Natamani wana tafsiri kidogo tu kwamba hivi ikiwa toba huwa ninaomba mbele za Yesu. Unafahamu Yesu? Yaani Yesu ndiye ambaye alikuja hapa duniani, akateswa pale msalabani, alitemewa mate, akaziakiwa, akatolewa nguo mbele ya watu uchi kwa ajili yako tu, akapigwa na makonde, ngumi nzito, akapigwa mijeledi. Huyo Yesu ambaye anaenda kumuomba toba na rehema ni Yesu ambaye alikuwa amevishwa taji ya miba. Miba inamchoma, yenye maumivu makali, akadharauliwa, akaziakiwa. Hata ule msalaba alivyokuwa ameubeba ukamlemea, kaja ndugu mwingine kumsaidia. Hiyo ikuonyesha tu kwamba manaka alipata kipigo ambacho ni kizito. Lakini afika pale msalabani, anapigwa msumari mkono wake wa kulia, mkono wake wa kushoto, hapa katika miguu, misumari mizito. Yamkini wakati wanampiga misumari, ule mti waliulaza chini. Wanaposimamisha ule mti hawamuhurumii, wanaunyanyua, alafu unaenda kujikita vizuri kwenye shimo, unagonga pa. Unavogonga chini, maeneo ya kushikilia ni mikono yake, ni miguu yake ambayo imetobolewa na misumari. Aliumizwa. Tena yale masaa yote amekaa msalabani, huku maumivu, miguuni maumivu, tena na mijeledi juu yake. Si hivyo tu, mwishoni akapigwa na mkuki ubavuni mwake, ikatoka damu na maji. Unapoomba toba na rehema, maana kuna si ile damu ya Yesu iliyomwagika wakati anapata yale mateso ndio ije kutakasa na kusafisha. Hebu tathmini uhusiano wa toba ulioibeba, unayotembea nayo, inaendana kidogo. Hebu muangalie Yesu ambao unamuomba toba, ndiye yule ambaye amepigwa kwa jinsi ile, ameteseka jinsi ile, alafu naenda kumuomba toba. Ukijiuliza maswali unaweza kujipa jibu zuri kwamba yamkini nipo kwenye mazoea ambayo sijui. Yamkini nafikiri naenda mbinguni, kumbe nafanya mchezo wa kuigiza, najidanganya mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Msisitizo ni kwamba tutubu na kurejea kwa Yesu. Tutubu na kurejea. Ndivyo hivyo unavyoomba toba na rehema, iko damu yenye nguvu ambayo inashuka ndani yako na kukusafisha na kukutakasa. Sawa sawa na Waebrania 12:24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Waebrania 9:13-14. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na ya mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Hapa inajaribu kutufafanulia na kutuonesha kwamba hiyo damu ya Yesu ni damu ambayo ni bora. Haijalishi umeua mtu, umetoa mimba au imekuwaje. Ndio maana damu, yani dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera kikawaida, kwa nchi ambazo zina rangi nyekundu huwa inaashiria kwamba kulikuwa na umwagaji damu. Kwa anajaribu kufananisha kwamba hata kama una dhambi za kuua mtu, umemwaga damu, bado hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha huo uovu, ukatakasika ukawa mweupe. Ila sharti tu utubu katika roho na kweli, urejee, ujutie dhambi zako. Haijalishi una dhambi za aina gani, unaporudi kwa toba ya kweli, Bwana yuko tayari kukusamehe. Bwana yuko tayari kuachilia msamaha kwako. Na swala toba si kwamba ni siku ya leo tu. Toba kwa Mkristo ni maisha yetu. Kama ambavyo kwenye hekalu ilikuwa wanatoa kila mwaka, lakini bado kila mtu alikuwa anatoa kwa wakati wake. Akihisi anadoa, ana dhambi, anaenda kutoa sadaka ya dhambi. Vivyo hivyo kwa Mkristo, usikubali kukaa na dhambi, kwa sababu itakutenga mbali na uso wa Mungu. Bwana akija una hiyo dhambi, tayari umekosa mbingu. Kwa unapohisi dosari ndani yako, unapohisi umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, rudi kwa toba kama tulivyoelezana, na Mungu atakupokea. Mungu atakusamehe. Mungu anasamehe makosa, ni mwingi wa rehema, amejaa neema na kweli. Anatuita tutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Kwa dakika chache ambazo tunazo, yamkini 3 au 2, ninaomba nikwambie tu kwamba Yesu alitoa angalizo ambayo ilitoka kwenye Warumi 2:5. Akasema, bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Natamani tu kuonyesha kwamba kuna madhara usipotubu. Biblia inatuambia unajiwekea akiba kwa ajili ya ile siku ya mwisho ya hukumu. Unajiwekea akiba. Natamani tuende mbele za uso wa Mungu kwa maneno yako mawili au kwa maneno yako matatu, mwambie Bwana unirehemu. Yamkini nimekuwa na uabudu wa mazoea. Yamkini nimekuwa nikiomba ama nimekuwa nikiimba kwaya kwa mazoea. Nimekuwa nikija ibadani kwa mazoea. Yamkini nimekuwa nikiomba lakini si kwa namna unayoisema. Mwambie tu Bwana unirehemu. Naomba tuchukue dakika chache. Mwambie Bwana unirehemu. Mwambie Bwana unirehemu. Bwana Yesu, tunasogea mbele za uso wako. Kila mtumishi wako aliyepo hapa, Mungu amjua. Umetupa tathmini ya Ukristo wetu na jinsi ambavyo tunapaswa kusogea mbele za uso wako kwa moyo wa unyenyekevu, kwa kulia, kwa kuugua, kwa kuomboleza mbele za uso wako kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu zinatutenga na uso wako. Yesu, tumesikia neno lako, tunakuja kwako, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe, tunaomba uitakase mioyo yetu, utakase dhamiri zetu, utakase nafsi zetu, achilia badiliko ndani yetu. Tubadilike, tukufuate wewe, tuifuate njia yako, tuyafuate Bwana yaliyo ya kwako. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu. Uturehemu, 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 uturehemu. Waujua moyo wangu, waujua moyo wa kila mmoja aliyeko mahali hapa, wajua namna ambavyo anaenda mbele za uso wako. Bwana, isiwe bure. Bwana, isiwe bure. Mfundishe namna ya kuomba toba na rehema. Mfundishe namna ya kuishika toba, kwa maana hivi
unakuja na mawingu, upo njiani unakuja. Unapoachilia neno la toba na rehema, ni onyo kwetu, kama ulivyoonya Israeli kabla ya ghadhabu kuwazukia. Ulitanguliza neno la toba kwamba watubu, kwamba wageuke, kwa sababu hukupenda kuangamia kwao. Kwa bahati mbaya mioyo yao ikawa migumu. Yesu, naomba uibadilishe mioyo yetu, isiwe mioyo ya nyama, isiwe mioyo ya ukaidi, isiwe mioyo ya kutokufuata wewe. Tuumbie utii Bwana, tupe kutii mbele za uso wako, tupe kunyenyekea kwa utukufu wako. Asante kwa kunasikia, asante kwa kunatutakasa, asante kwa kunatuweka huru, katika jina la Yesu.